Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu au ni kujuze yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania leo. Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kukasirishwa sana na kuweza kutoa onyo kali kwa vijana Tanzania siku ya leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imekumbwa na mvutano mkali leo baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutoa onyo hili kali na lililojaa hisia na hasira kali lililoelekezwa hasa kwa vijana wa Tanzania, kuashiria kuongezeka kwa wasiwasi ndani ya urais kutokana na vitendo vinavyoonekana kutishia amani na utulivu wa taifa na serikali ya CCM. Ujumbe wake Samia Suluhu alioutoa wakati wa mazungumzo ya umma kusini huko Unguja tarehe 9 Januari mwaka 2026 ulionyesha uongozi uliodhamiria kuweka mipaka thabiti kuhusu maandamano haswa yanayoendezwa na vijana pamoja na wanaharakati nchini Tanzania pamoja na upinzani na uhamasishaji wa umma. Onyo la Rais Samia Suluhu sasa linakuja dhidi ya hali ya nyuma ya kumbukumbu za kudumu kutoka kwa machafuko yaliyotikisa sehemu za Dar es Salaam mnamo Oktoba 29 na siku zilizofuata ya mwaka uliopita, mwaka 2025, matukio ambayo yanaendelea kuathiri sera ya ujumbe na usalama wa serikali. Vurugu hizo zilizotokea ambazo zilitatiza maisha kila siku na kuibua maswali kuhusu utulivu wa umma zimeweza kumkasirisha tena leo Samia Suluhu. Katika hotuba yake zimekuwa rejea katika mijadala rasmi ya rais kila inapotokea masuala ya maandamano na misukosuko ya kisiasa, huku ikipelekea leo Samia Suluhu kukumbusha tukio hilo na kuweza kutoa onyo lingine kali. Katika kulihutubia taifa jana, Rais Samia Suluhu Hassan aliweka wazi kuwa anaiona amani sio tu kama jambo la kufikirika, bali kama rasilimali ya kitaifa inayosimamia kila nyanja ya maisha ya kijamii na kiuchumi Tanzania. Hata hivyo, matamshi yake Samia yaliwasilisha kuchoshwa na kile alichokitaja kuwa majaribio ya kimakusudi ya waigizaji fulani na wanaharakati kuzua machafuko na kuwahimiza vijana kuzua machafuko, hasa kwa kuwashawishi vijana wa Tanzania kuchukua njia za makabiliano na kuzua fujo. Onyo hili la Samia Suluhu la hivi punde lilikuwa na wito mkubwa wa kujizuia, likisisitiza kwamba kutofautiana kwa maoni ya kisiasa ni jambo la kawaida la jamii yoyote nchini, lakini tofauti hiyo lazima zishughulikiwe kwa njia halali na za amani na utulivu. Rais Samia alisisitiza kwamba kuruhusu hasira au udanganyifu kumwagika mitaani kunahatarisha kutengua juhudi za miaka mingi zilizowekwa katika kudumisha utulivu kote nchini Tanzania. Kipengele mashuhuri cha ujumbe wake Samia sasa kilikuwa lengo lake la moja kwa moja kwa vijana, idadi ya watu ambayo imezidi kwa kitovu cha uharakati wa kisiasa mitandaoni na mijadala ya umma Tanzania. Kwa kuwahutubia vijana jana wa Kitanzania kwa uwazi na kuwapa onyo, Rais Samia alionekana kutambua uwezo wao na udhaifu wao, akipendekeza kwamba mara nyingi wanalengwa na watu binafsi au vikundi vinavyotaka kuendeleza ajenda zinazovuruga amani. Rais Samia Suluhu sasa hotuba yake hivi punde alihusisha amani moja kwa moja na fursa ya kiuchumi, huku akitoa onyo kali, pia akisisitiza kuwa utulivu ni sababu kuu ya Tanzania na hasa Zanzibar kuendelea kuvutia wawekezaji na watalii. Aliangazia sekta ya ukarimu na utalii kama mfano, akibainisha kuwa wawekezaji wanavutiwa na mazingira ambapo usalama na amani na kutabirika vinahakikishwa Tanzania na Zanzibari, na akaonya kuwa machafuko yanaweza kuharibu haraka imani hii. Matamshi yake pia yalipendekeza wasiwasi kuhusu taswira ya Tanzania kimataifa, ikimaanisha kuwa matukio ya machafuko yanaweza kufunika maendeleo ya Tanzania. Kwa mantiki hii, onyo hilo la Samia Suluhu katika hotuba yake ya hivi punde halikuwa tu kuhusu usalama wa ndani, bali pia jinsi taifa linavyojiwasilisha kwa ulimwengu, huku kukiwa na ushindani wa kikanda na kimataifa na uwekezaji na ushirikiano. Toni ya anwani ilionyesha kiongozi ambaye anahisi kulazimishwa kudai mamlaka, huku akihimiza tahadhari na kutafakari kwa wakati mmoja. Badala ya kutunga upinzani kuwa si halali, Rais Samia alikiri kuwepo kwa mitazamo tofauti, lakini akasisitiza kuwa mbinu zinazotumika kutoa maoni hayo ni muhimu kwa ustawi wa
pamoja wa taifa. Waangalizi wametafsiri onyo hilo kama sehemu ya juhudi pana za serikali za kukaza maelezo yake kuhusu sheria na utulivu, hasa wakati mjadala wa kisiasa unavyozidi kuongezeka. Kwa baadhi, ujumbe unaashiria mbinu ya kutovumilia maandamano makubwa, huku kwa wengine unazua maswali kuhusu kupungua kwa nafasi ya kujieleza kwa umma na ushiriki wa raia nchini Tanzania. Ndani ya Zanzibar ambako hotuba hiyo ilitolewa na Samia jana, msisitizo wa amani ulisikika sana kutokana na unyeti wa kihistoria wa visiwa hivyo kwa mvutano wa kisiasa. Uchaguzi wa Rais Samia Suluhu Hassan wa eneo uliimarisha wazo kwamba utulivu wa Zanzibar unafungamana kwa karibu na umoja wa kitaifa na uhai wa kiuchumi, hasa katika sekta zinazotegemea sana utulivu na mwendelezo. Hata hivyo wanasema kuwa marejeleo ya mara kwa mara ya machafuko hatari Tanzania ya kufunika malalamiko halali yanayoshikiliwa na sehemu ya idadi ya watu, haswa vijana wanaokabiliwa na ukosefu wa ajira na kupanda kwa gharama za maisha Tanzania. Kwa mtazamo huu, rais, onyo lake hilo linaonekana na wengine kama kushughulikia dalili badala ya sababu za msingi za kutoridhika. Wafuasi wa rais wanapinga kwamba uongozi unahitaji kuchora mistari wazi ili kuzuia machafuko na kwamba kufuta ama kutia moyo kumradhi, nidhamu na uvumilivu miongoni mwa raia ni muhimu kwa maendeleo ya muda mrefu nchini. Wanaliona onyo hilo la Samia kuwa tendo la kuwajibika linalolenga kulinda maisha, mali na utangamano wa kitaifa. Hotuba hiyo ya Samia pia iliangazia kuendelea kwa utawala kusisitiza juu ya umoja, ikionyesha amani kama jukumu la pamoja badala ya jukumu la vikosi vya usalama pekee. Kwa kutoa wito kwa wananchi kufikiria kwa makini kuhusu matokeo ya matendo yao, Rais Samia aliweka amani kama chaguo la pamoja linalohitaji ukomavu na mtazamo wa mbele, huku akiwaonya vijana. Hata hivyo, maitikio ya onyo hilo la Samia yalipoenea katika duru za kijamii na kisiasa na mitandaoni leo na jana, ilionekana wazi kwamba ujumbe huo ulikuwa umetia wasiwasi. Majadiliano yaliibuka haraka kuhusu uwiano kati ya kudumisha utulivu na kuheshimu uhuru wa kidemokrasia, mjadala ambao unaendelea kuchagiza mwelekeo wa kisiasa wa Tanzania. Kwa vijana, onyo hilo linatumika kama tahadhari na changamoto, likiwataka kuelekeza nguvu zao kupitia njia za kujenga halali badala ya makabiliano na machafuko ya maandamano. Ikiwa ujumbe huu unasikika au unakuza masikitiko ya kizazi, bado ni swali wazi. Hatimaye, onyo la Rais Samia Suluhu Hassan linasimama kama wakati mahususi katika sura ya sasa ya kisiasa Tanzania, likionyesha dhamira ya uongozi katika kulinda amani kwa gharama yoyote ile, huku tukipitia jamii yenye mwamko wa kisiasa unaokuwa na udhubutu mitandaoni. Jinsi wa Tanzania wanavyoitikia wito huu wa kujizuia kutaathiri udhabiti wa nchi na mazungumzo ya kidemokrasia katika miezi ijayo. Katika dakika za mwisho za ujumbe wake, onyo la Rais Samia Suluhu kwa vijana wa Tanzania lilionekana sio tu kama majibu ya machafuko ya zamani mwaka uliopita, lakini kama ishara mapema ya jinsi serikali inakusudia kujibu majaribio yoyote yajayo ya kupinga utulivu wa umma au kuzua machafuko na fujo. Udhabiti wa sauti yake ulipendekeza kuwa serikali inaangalia kwa karibu harakati za kisiasa na kijamii, haswa zile zinazoendeshwa na wanaharakati wa vijana, na iko tayari kuchukua hatua madhubuti ikiwa inaamini kuwa mstari kati ya kujieleza na usumbufu umevuka. Wakati Tanzania inazidi kuingia katika kipindi nyeti cha kisiasa, matamshi ya Rais Samia leo na jana yanaweza kuchagiza tabia ya umma na sera rasmi ya vijana. Kwa wafuasi wa serikali, onyo hilo linaimarisha imani katika uongozi dhabiti wa Samia ambao unatanguliza utulivu, wakati kwa wakosoaji linaibua wasiwasi mpya kuhusu upungufu ama kupungua kwa uvumilivu kwa upinzani. Vyovyote vile, ujumbe umeweka matarajio ya wazi kuhusu mipaka ya maandamano na matokeo ya kuyapuuza.